jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya 9. Ukurasa wa 64. Paji la uchaji wa Mungu. Uchaji ni hali ya kuhofu, kuogopa, kunyenyekea na kutetemeka. Neno hili linatokana na kitenzi cha ucha. Ucha Mungu ni hali ya kuepuka dhambi na maovu. Uchaji wa Mungu sio hofu kwa mtumwa mbele ya Bwana mgumu, bali ni hofu ya kuogopa kumhuzunisha Mungu kwa kutenda dhambi. Biblia inatuambia uchaji wa Mungu ni mwanzo wa hekima, ni heshima na ni utukufu. Paji hili la uchaji wa Mungu kusanya mapaji mengine ya Roho Mtakatifu ndani yake. Kivipi mapaji yote ya Roho Mtakatifu yapatikane katika paji hili la uchaji wa Mungu? Karibuni tufuatilie ibada ya leo kwa makini. Njoo Roho Mtakatifu, tujalie tuwe wachaji kwako. Twende kuimba sekwensia ya Roho Mtakatifu, ukurasa 71. Uje Roho
Baba, siku hii ya 9 ya novena ya Pentekoste, muomba Roho Mtakatifu alikamilishe kanisa, aliunganishe kanisa, alithibitishe kanisa na kulifanya kuwa la kimisionari. Baada ya nguvu hii, mitume wanapokea nguvu na ujasiri, wanamtangaza Yesu kwa maisha yao, wanalitangaza neno lenye nguvu katika maisha yao. Tumeanza novena hii kwa kutafakari matendo ya mitume, jinsi alivyoongozwa na Roho Mtakatifu, lakini hekima ilipowashukia, basi uinjilishaji na umisionari ulipata kipimo sahihi, ulipata mwelekeo sahihi, haukuogopa jiografia yoyote. Mungu aliwashushia pia akili, ile nuru imulikayo giza katika maisha na ulimwengu. Bila akili hatuna upembenuzi yakinifu. Tunaomba pia paji la elimu katika yale tunayojifunza, ufahamu tunaoupata ulete furaha kama alivyowahi kufundisha Mtakatifu Thomas. Elimu ilete furaha katika yale tunayojifunza. Tumeomba pia paji la ufahamu. Tunaishi katika ulimwengu ambao bila ufahamu ulio kamili tunaishi katika giza, tunakuwa hata na ibada zisizo sahihi kwa sababu ya kutofahamu. Lakini pia tumeomba paji la nguvu lituthibitishe katika madhaifu, litujalie ujasiri, uthubutu katika maisha ya kila siku. Tumeomba pia paji la ibada. Mungu anaita, kusanyikeni watu wangu mahali nilipo. Hii ni ishara ya ibada na liturujia iliyo kamili. Palipo na Mungu pana liturujia iliyo sahihi. Palipo na Mungu wa Ibrahimu, basi tunatenganishwa na aina zozote za ibada, za kafara, za ng'ombe, mbuzi, wanyama au aina yoyote ya matoleo isiyo dhabihu inayompendeza Mungu. Katika paji la uchaji mtakatifu tunajifunza unyenyekevu wa mtoto mbele ya baba yake na si unyenyekevu wa mtumwa mbele ya bwana wake. Katika paji hili tunajifunza kusali kwa usahihi, kwa unyenyekevu na kwa ufahamu ulio kamili. Katika utimilifu wa mapaji haya, basi ibada yetu pia inakamilika, lakini pia dhabihu yetu inakuwa ni dhabihu iliyo kamili. Matoleo yetu ni dhabihu na ibada iliyo kamili mbele za Bwana. Tujiunganishe basi na dhabihu hii ya mkate na divai, ambayo ni kazi ya mikono ya wanadamu na matunda pia ya ustahimilivu katika Roho Mtakatifu. Tuombe mapaji haya kwa kuwa kanisa linahitaji katika nyakati zetu. Hata katika jimbo letu la Bagamoyo tunahitaji upya wa kanisa la kimisionari linalofikia kila moyo ulio katika pembezoni ya jimbo letu. Kanisa linahitaji nguvu hii ya upyaisho katika memba waliodorora, katika memba waliokata tamaa, katika memba walio dhaifu, katika memba ambao wanakamilisha uso wa kanisa kwa namna ambavyo pia Mungu ametamani liwe mbele zake. Tunamhitaji Roho Mtakatifu iwe ni hekima ya kanisa katika nyakati kengeufu za tawala za ulimwengu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu katika mapaji, katika tunu mbalimbali,
lakini zaidi katika matunda yake: furaha, amani, utu wema, haki na zawadi nyingine ambazo anazigawa pasipo upendeleo, lakini kwa kadri anavyoona inafaa. Tuombe basi katika siku hii ya leo, tunapoomba paji hili la uchaji mtakatifu, ili Roho atufundishe daima kusali. Pamoja na nia hiyo, tuombe kwa ajili ya nia mbalimbali tulizoja nazo jioni hii ya leo. Ziunganishe na sadaka hii, tukiri dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
ukurasa wa pili kwenye vitabu, kurasa namba 2, sala ya novena ya Pentekoste. Mungu mwanao alituahidi, nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi atakayekaa nanyi milele. Tunakuomba Baba, utupatie Roho wako Mtakatifu, Roho ambaye tangu mwanzo umewapatia manabii wako, Roho ambaye tangu mwanzo na kwa nyakati mbalimbali ameliongoza kanisa lako. Tunaomba Roho huyo aendelee kutufundisha na kutukumbusha mapenzi yako, ili tuweze kuyapima mambo yote, kuchagua yaliyo mema na kuishi kadiri unavyopenda wewe. Roho huyo atuongoze kwenye ukweli wako, atuwezeshe kumshuhudia mwanao katika ulimwengu wetu wa leo, katika upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhila na uaminifu. Aendelee kulipamba kanisa lako kwa mapaji yake: hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji kwako. Roho Mtakatifu, chemchemi ya upendo wa kimungu ndani mwetu, maisha yetu yanakutegemea wewe. Uje kututakasa, kutufanya watakatifu na wana wa Mungu. Uje kutufariji katika magumu na matatizo mbalimbali ambayo kanisa linakumbana nayo leo. Utuongoze katika kazi ya kutamadunisha imani kadiri ya mahitaji na matarajio ya watu wako, ili imani yetu iweze kuwa mwongozo wa maisha yetu. Maria, uliyedumu pamoja na mitume ukisali, ukimngojea Roho Mtakatifu kwa saburi, tunakuomba uendelee kuungana nasi katika kumwomba Baba Roho wake Mtakatifu. Tunatumaini sana maombezi yako, wewe ambaye katika maisha yako umekuwa na muungano wa pekee na Roho Mtakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, umependa kulifunga fumbo la Pasaka katika kipindi kitakatifu cha siku 50. Utujalie ili kwa neema za mbinguni lugha zilizogawanyika kutokana na watu kutawanywa ziunganishwe kwenye umoja wa ungamo la jina lako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Yoel. Bwana anasema, itakuwa ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono.
Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliitia jina la Bwana ataponywa. Na kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema. Neno la Bwana. Waipeleka roho yako, e Bwana, nawe waufanya upya uso wa nchi.
Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa uwaombea watakatifu kama impendezavyo Mungu. Neno la Bwana.